nafikiri tulishawahi kuzungumza na nilikwambia kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao utakuwa ni msimu wao wa mwisho, ukizingatia kwamba nimesema Yanga wanakwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, kwa maana kwamba wanatamani waweze kupiga hatua nyingine mbele kwenda kutafuta mafanikio ya Afrika. Na ukiangalia sehemu kubwa ya nyota walionao ni nyota ambao wametoa kila kitu ambacho wanacho kwa uwezo wao ambacho Mungu amewajalia, lakini imefika hatua uwezo wao umefika mwisho. Unajua kila wakati au kila eneo kuna stage ambazo mtu anafika hatua na kama amefikia mwisho. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa Dube amejitoa kwa sehemu kubwa, ameisaidia timu, amechangia, lakini utegemei kuona akienda kuadi kitu kingine kipi ambacho kitafanya timu iweze kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni msimu wake wa mwisho, amaliza mkataba, na David kanavyokuambia kwamba ni miongoni mwa nyota ambao watakwenda kutoa changamoto nyingine mpya katika eneo lingine. Lakini hauoni kana kwamba huyu mchezaji kama na mchango bado ndani ya klabu ya Young Africans? Sasa unapozungumzia mchango inategemeana unajaribu kutaka kuzungumzia katika level gani. Ndio ambacho utachokizungumzia, kwa sababu hata kwenye ile timu ya pale kwenu mtaani kuna mtu ambaye anakuwa ni star pale na anaisaidia timu, lakini inategemea kwenye mechi zipi na kwenye mambo gani. Ukiangalia kwa maana ya soka la ndani la ligi yetu, Dube anaweza kukusaidia ukapata magoli 20 kwa maana ya assist na magoli, akakupatia ubingwa wa ligi. Lakini Yanga tunapozungumza muda huu hapa sasa hizi, Yanga wana ubingwa wa 32 tofauti ya ubingwa mara 10 na anayemfuata. Kwa hiyo hawana kitu kipya katika ligi ya ndani. Yanga shauku yao ni kuona kwamba at least wanakuwa na mafanikio ya Afrika kwa maana ya bingwa barani Afrika. Sasa je, kwa nyota hawa walionao wanaweza wakawasaidia kufikia malengo ya bingwa barani Afrika? Je, kwa kile ambacho Dube anakitoa anaweza akataka kile kipi kipya ambacho kitafanya timu iweze kusogea kimataifa? Hali walikuwa nayo kwa muda mrefu na ameshindwa kuthibitisha. Kwa naamini kwamba kinachomuondoa ni kwamba uwezo wake umefika mwisho, ukireflect na matakwa na malengo na matamanio ya Kabusi. Hivi Dominic, ukimwangalia Prince Dube na mchezaji Depo, yupi ambao anastahili kubaki Young Africans? Wote hawastahili kubakia Young Africans. Wote hawastahili kubakia Young Africans. Lakini kwa wakati mwingine kuachana na wachezaji maana yake ni unaangalia zile cost benefit ambazo zipo. Kuna kipindi Yanga waliamua kana Pedro kwa sababu waliamua kwamba ilikuwa ni gharama kubwa kuweza kuvunja mkataba. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia hii ni biashara, huu ni uchumi, lazima kuna cost benefit analysis. Leo hii Depo ana mkataba ambao bado umebakia, uko valid. Mkataba mkubwa, alisajiliwa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo kumwacha kirahisi wake timu itakulazimu uingie katika badeni ambayo wakati mwingine ilikuwa haina ulazima, lakini Dube anamaliza muda wake. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kukaa na mkafikiana. Na hizo scenario ziko sehemu nyingi tu. Kuna baadhi ya nyota wako Manchester, wako Bayern Munich, wako Barcelona, wako Real Madrid. Wapo si kwa sababu wanatumika, ni kwa sababu mikataba yao ilikuwa ni migumu na wenyewe hawako tayari kuweza kuondoka. Kwa lazima uweze kuheshimu mkataba na kuepusha mambo ya compensation. Unadhani ni rahisi tegemeana na kiwango chako cha fedha ulionayo? Wachezaji wapo, changamoto ni fedha ya kuweza kuwapata. Dunia haijawahi kuishiwa na wachezaji. Changamoto iko wewe mwenyewe ndio unakuwa unaweza kuona una capacity gani ya kuweza kuwapata hao wachezaji. Ndio wachezaji wapo. Lakini pia tumekuwa tuna jicho dogo la kuangalia. Tunaangalia tu most of the time Burkina Faso, Ivory Coast, Senegal. Chuko maeneo haya, dunia ni kubwa. Wenyewe kazi kubwa naongea tu ni kijiji. Kwa hiyo ifika wakati timu ziweze kuzunguka na kwenda maeneo mengine. Waende South America, waende North America, waende Asia, na maeneo mengine mengi. Nyota wako wengi, fanya vipo vingi. Ni kuwa tuna mtandao mzuri ambao utakufanya uweze kupata rasilimali kutoka maeneo mbalimbali. Tangu kuondoka kwa mchezaji Fiston Kalela Mayele, Yanga bado haijapata mshambuliaji ambaye anafanana na yeye. Of course hawajapata. Lakini hata mwenyewe Mayele waliomchukua hawakujua kama angekuwa pale. Sajili zetu nyingi zimekuwa ni za kubahatisha. Ndio maana nikasema kwamba usajili sio kamali, lakini timu ndio zinafanya kamali. Usajili sio kamali, ila timu zinafanya kamali. Na kwa nini zinafanya kamali? Kutokana na hali yake ya kiuchumi, kutokana na hela yako ulionayo. Kwa hiyo soko lipo, lakini soko linakwenda kugawanyika kutokana na nguvu ulionayo. Ndio maana leo hii unaweza kuona timu kama ya Ahli haipati shida kusajili kwa sababu ina nguvu ya kiuchumi. Ikimtaka yeyote nampate na mchukua. Lakini wewe wakati mwingine itakulazimu katika watu 10 ubahatishe mmoja. Kwa hiyo hapo sio issue ya usajili, issue ni ya muscles za kiuchumi ulizonazo. Na ndio hata wakati Yanga wanamchukua Mayele, hakuna ambaye alitegemea angekuwa na kile ambacho anacho. Wakati Yanga wanamchukua Diarra, hakuna ambaye alitegemea
angekuwa na kile ambacho anacho. Kwa hiyo unakuta kwamba ni sajili ambazo wakati mwingine zinakuwa ni za kubahatisha. Kwa kiuhalisia, Prince Dube anatoka Young Africans kutokana na mkataba ama kuna ofa ambayo amepata kwenye klabu nyingine? Yote kwa yote, kwa maana kwamba kwanza amepata ofa, nafikiri na kuna timu ya Libya ambayo inamhitaji, na lakini pia na mwenyewe ujue Dube ni zaidi ya mchezaji Yanga. Dube ni shabiki wa Yanga. Dube ni mpenzi wa Yanga. Kwa hiyo ni familia ya Yanga. Yanga wana tabia ya kutengeneza family huo na wachezaji wao. Kwa hiyo na yeye amekuwa ni part, tena haishi tu kutimiza majukumu ya klabu, lakini pia amekuwa ni sehemu ya kuona klabu ikifanikiwa. Hata yeye mwenyewe anatamani siku aione Yanga ikichukua ubingwa wa Afrika, hata kama yeye asipokuwa sehemu, kwa sababu tayari ni familia ya Yanga. Kwa hiyo mwenyewe atakuwa amekaa, ameona matamanio, ameweza kuona Yanga wamekuwa ni waungwana, wamemvumilia sana. Ingekuwa kama ni timu nyingine au ile upande mwingine, pengine kwenye yale aliyofanya, leo angekuwa hata simu asipokelewi na watu wengi wa timu yake. Yanga wamekuwa na tabia ya kuwalinda na kuwapenda wachezaji wao. Kwa hiyo na wenyewe wanakuwa waungwana wakiwa sehemu ya klabu. Kwa hiyo imefika hatua amepata mkataba mwingine sehemu nyingine, ana dili nyingine, lakini pia na mwenyewe hata akikaa peke yake anajua kwamba kwenye kila alichokitoa hawezi kwenda kwa kitu kingine zaidi ya kile ambacho amekitoa, lakini pia timu imekuwa ina matamanio makubwa zaidi ya kile ambacho yeye anacho. Na ni uungwana, ni usawa kawaida tu. Ukiri udhaifu, ukiri uwezo wako sio udhaifu, ni ukomavu. Lazima uweze kujua kama mimi level zangu ni zipi. Hata katika kazi yako hapa kuna maeneo moja mimi siwezi kufika kama nilivyokuwa. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kuondoa kwenye timu haimaanishi kwamba ni ugomvi. Timu ipo kwa ajili ya kutafuta matokeo na mataji, na wewe ni mchezaji. Kwa hiyo kuna nyakati, ndio hata wakati mwingine kwa timu za madaraja ya chini itapambana, ikipanda daraja ina change uchezaji. Ndio tatizo wa kawaida, kwa sababu mahitaji yanatofautiana. Lakini hauoni kana kwamba wangepaswa kumuongeza mkataba ili wafanye biashara kama kumekuwa na ofa ambayo imepatikana? Sasa yani hilo lilizungumza hapo, maana yake ni win-win situation. Lakini pia hiyo biashara ni ya level gani ambayo unakwenda kuizungumzia? Yani hiyo biashara ni ya level gani? Kwa hiyo lazima uweze kuangalia kwa umri ambao yuko nao Dube, uweze kufanya biashara kubwa ambayo ya kuingizia pesa ambayo wewe mwenyewe uweze kuiafford. Sura naelewa sio? Nakuelewa. Ila kama Okelo bado ni kijana mdogo ambaye unaweza ukasema anamuongezea mkataba, ninajua kwamba anaweza kaja akaprove na nikaenda kumuuza zaidi ya kile ambacho nimeweza kununua. Kwa hiyo lazima ongee na age wise ambayo ipo kwa mchezaji. Umri wa kina Dube ni umri wa kwenda kumalizia mpira. Na kuna taarifa kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mchezaji ama mfungaji bora wa ligi kuu msimu huu Mosi Ndumwe ambaye anahudumu kwenye klabu ya Singida huenda akatoa Young Africans. Hizi taarifa zikoje pia? Mimi nikuhakikishie tu kwamba usajili wa msimu wa Yanga utakuwa tofauti. Hilo nakuhakikishia. Yaani siwezi sajili za kutoka jiponi kuingia sembleni kwenda si wapi, sio sajili. Yaani inakwenda kuwa ni totally different. Hiyo nakuhakikishia. Yaani unakuwa sajili tofauti kabisa na haya ambayo. Yaani tofauti na haya ambayo kwamba ametoka sembleni na ingia Zubani aenda jiponi, sio sajili zile tena ambazo Yanga wanakwenda kuzifanya. Hizi ni sajili ambazo ndio tumezoea kila siku ambazo tuko nazo, na zimekuwa kila siku zikiwafanya timu zibakie ziko pale pale. Kama umekuwa ukiona timu ziko pale pale. Kwa hiyo lazima wapande hatua moja. Yanga wanatamani, kama nilivyokuambia kwamba leo hii Yanga ubingwa wa ndani ni fahari ambayo anaendelea kuichukua. Akiwa katika kiwango kizuri anachukua ubingwa, akiwa mbovu anachukua ubingwa. Sasa kitu kipya, maana yake amekosa challenge. Kwa anatakiwa aende kutafuta mafanikio makubwa ya nje. Na ndio watu kufanya sasa, ndio kuzingatia kwamba Suni wanakwenda kuanza kujenga uwanja wao. Mwakani huko watakwenda kuingia katika uwanja wao. Kwa hiyo wangetamani wawe katika uwanja ukiwa na mafanikio na akisi na ubora wa uwanja waliokuwa nao. Kwa hiyo safari tutarajie kuona kwamba Yanga wakifanya usajili mkubwa zaidi. Yaani ninachokuhakikishia na nilikwambia kwamba yale mambo ya kuona si nani MVP si wa Muscat, MVP si wa Djibouti au tasikia tena. Lakini hata msimu uliopita Yanga ilisajili wachezaji wengi, lakini haikuwa na mafanikio ya kupata wachezaji bora. Safari itakuwa walisajili wachezaji wazuri ambao walikuwa hawana profile kubwa. Ndio ni kosa ambao walikuwa mlifanya, lakini wakati mwingine ndio kujifunza. Yaani ndio nikasema kwamba hizi sajili nyingi za kwetu zinakuwa hizi ambazo zilikuwa zinafanyika nyingi zilikuwa ni za kubahatisha. Ndio ilikuwa maana yangu.
Bana ni kuweza kitu kimoja. Mtu kama Sereti ni kuwa alimeji. Lakini ukimpatia miaka 4 nyuma alikuwa na kitu. Alikuwa na kitu. Alasini Koma alimeji katika ligi yake kule. Lakini ukifuatilia profile yake ilikuwa haikuwa na kitu. Wao ni watu ambao wanaweza kaja kuwa na muendelezo au wakaja wakafeli. Ni kawaida hata hapa kwetu Baraka zao kwa nyota wakiibuka wazuri kabisa. Lakini akienda kwenye Simba na Yanga au kwa timu nyingine anafeli. Unaona? Kumbuka kipindi kile ambacho wanaibuka watu kama wakina mtu mmoja alikuwa yuko Azam yule aliyetoka ni Kosti mshambuliaji yule. Unaona alikuwa Azam, alikuwa Kosti akaenda Azam. Na sasa nafikiri wanamwania Simba. Mchezaji mmoja jina lake limenitoka. Alifanya vizuri sana akiwa Kosti. Alisumbua Yanga mpaka mechi kwenye finali akafunga magoli 3 kama unakumbuka. Lakini baada ya kwenda Simba, baada ya kwenda Azam nini kilitokea? Kwa sababu alikuwa hana background. Ukiangalia kwa George Mpole huko nyuma alikuja na moto. Kwa hiyo mchezaji hawezi kuprove notevo kwa msimu mmoja. Mchezaji ana prove kwa kuwa na consecutive seasons ambazo zitamfanya aweze kuwa prominent kwenye timu. Na kwa ndani vipi? Kuna taarifa kwamba kijana yule kutoka Fountain Gate Abushiri anahusishwa pia. Of course sajili za ndani ni kweli zipo, wapo vijana wengi ambao wanahusishwa kwenye timu na tunafahamu kwamba hizi quality kwa sehemu kubwa zinakuwa zinaishia kwenye Simba na Yanga. Kwa hiyo ziko ndani na ni vijana ambao kesho wamekuwa wakikua na kutafuta kufanya vizuri. Wapo wengi tu. Lakini ni katika sense hiyo kutaka tu kuchukua vijana ambao pengine wanaweza wakaja kuwa na kitu na kuja kusaidia hizo timu. Bwana mkuu, nikushukuru sana kwa ushirikiano wako mzuri kabisa kwenye ngo hii. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.